Matumaini ya kwamba nyote muko salama salimini, wapenzi watazamaji wa TWM Media. Matumaini ya kwamba nyote hamjambo mahala popote pale muliopo, hususan sana nyinyi ambao mnazidi kufuatilia channel yenu ya TWM Media moja kwa moja kama unavyotizama video hii hapo. Mpenzi mtazamaji, hacha ni kujuzi kidogo moja kwa moja wao mnazidi kutufuatilia kwenye channel yetu. Hapo ni kisha mji wa Uvira kutekwa na wahasi wa M23 AFC. Ilikuwa ni hiyo tarehe 10 mwezi Desemba. Hadi sasa mji wa Uvira unazidi kukumbwa na wasiwasi na kusikika kwa milio ya risasi. Usiku wa hiyo jana kuamkia hii leo kwenye milima inayoelekea mji wa Uvira kumesikika masasi. Mpenzi mtazamaji, kama unavyotazama video hii, hao ni wakaaji kutoka maeneo tofauti ya mji wa Uvira waliokimbilia huko nchini Jamhuri ya Burundi. Hapo unapotizama hapo ni maeneo ya Sange. Sange ni kijiji kinachopatikana tambarare mtoni mwa bonde Ruzizi, huko maeneo panaitwa Ndunda. Ndipo watu wazima wa mama hao watoto wako navushwa kwenye mabido, wanavushwa kutoka nchini Burundi na kukuja kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakipitia kwenye magurudumu, wanavushwa na watu kisha wanalipa pesa kama gisi wanavyopatana na wanaohusika na kuwavusha kupitia mabido haya. Watu wengi wanajiswali, je, ikiwa bido hizo zitapinduka matokeo itakuwa ni yapi? Je, watu waone kama ni hasara wanapopitia mabido hii kuvushwa ziwa litwayo Ruzizi. Ukumbuke kwamba Ruzizi ni mto, aidha ni mto ambao unapatikana ndani viboko, mamba. Hiyo inakuwa ni hatari sana. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, wewe ambao unazidi kufuatilia channel yako ya TWM Media. Usikose kufollow na kulike, bila shaka itakuwa ni vizuri sana mpenzi mtazamaji. Shukrani sana kwa nyinyi wote wapenzi watazamaji wa TWM Media. Zidi kufuatilia video hii hadi tamati kwa gisi watu hao wanazovushwa moja kwa moja. Mpenzi mtazamaji, zidi kufuatilia kutizama hadi mwisho wa video yako mpenzi mtazamaji wa TWM Media. Wakazi wengi wanajiweka katika janga hili la hatari sana. Huenda hapo sasa wakikutanana na kiboko haiza mamba itakuwa ni namna gani? Je, matokeo itakuwa ni yapi? Na kwa nini wasikuwe na roho ya subira kwa kusubiria pale wabaki kambini mpaka pale vile boda ya Jamhuri ya Burundi itakayofunguliwa na mpaka pale watakaoruhusu wakimbizi wa Kongomani waliokimbia mapambano ya M23 na jeshi la DRC na wazalendo, mpaka pale hali itakapokuwa tulivu waruhusu kurudia manyumbani kwao kuliko kujiweka katika hali hivi ya hasara. Kuvushwa mto huyu wa Ruzizi ambao mapatikana wanyama wakali sana, wanaweza kukumbana nao na kuwapotezea hata maisha. Hapa nikiwanukuu wamoja wanasema kwamba katika kempi wanaopatikana ndani hali ya maisha inakuwa duni, kupata chakula inakuwa ni tatizo, kupata vyoo na maradhi yanazidi kuwakumba kama vile maradhi ya kipindupindu. Wiki zilizopita wakati walikuwa kwenye kambi ya transit hapa Gatumba katika komini ya Mtimbuzi, kuliwahi kufariki watu 20 kutokana na magonjwa hayo ya kipindupindu. Ndio maana watu wengi wanahofia usalama wao na kujitoa muhanga kuanza kuvushwa ziwa litwao Nyangara ili kurejea manyumbani kwao. Kwa niaba ya TWM Media kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mimi langu jina ni Musa Malipo.